Chukulia mfano wewe ndiye askari polisi, okay? Ulikuwa unaomba sana mtu fulani aweze kujichanganya kwenye 18 zako, na of course akawa amejichanganya. Sasa ukawa unaona hapa ndo unakwenda kumkomesha kabisa. Mara pap hapo kituoni anakuja mwanasheria ambaye anaheshimika duniani sana kwa ajili ya kesi ya huyo mtu ambaye mnamchukulia kama mtu fulani hivi kama mpumbavu. Sasa bwana, tulipoishia ni baada ya kuona ya kwamba mwanasheria aliyekuja hapo kituoni ambaye anaheshimika sana kidunia amekuja kwa ajili ya Roma. Tunazidi songa mbele kwa jina Lucas Lumbas. Kwanza hapo polisi hakukuwa na mtuhumiwa mwenye hadhi ya juu kama anavyoongea mwanadada huyu, kwani hakuwa na taarifa ya mtu wa hadhi aliyeshikiliwa na kituo chake zaidi ya vikapuku tu waliowafunga. Sasa mkuu akitoka akasema kwamba mheshimiwa, labda umekosea. Hapa hatuna mtu tuliyemshikilia ambaye ni wa hadhi kuhudumiwa na wewe kisheria. Mkuu akaambiwa kwamba kwangu kila mtu anayehitaji sheria anatakiwa kuhudumiwa na mimi, na sijawahi kubagua watu kutokana na nafasi zao katika jamii. Baada ya kuongea hivyo, alimpita mkuu wa kituo, na kisha sasa mkuu wa kituo akawaza kwamba ila kweli nimeongea upumbavu. Basi akasema ya kwamba nipo hapa kwa ajili ya mteja wangu anifahamika kwa jina la Roma Ramon. Aliongea na kumfanya mheshimiwa ashtuke na kujiuliza Roma ni nani mpaka mtu mkubwa duniani kama huyu aje kumtoa. Sasa mkuu wa kituo akasema kwamba mheshimiwa, mtu unayemzungumzia ni jambazi ambalo tulikuwa tukilifuatilia kwa muda mrefu sana, na leo tumemkamata, so hatuwezi kumwachia kirahisi. Aliongea mkuu wa kituo na hakuwa tayari kumwachia Roma kizembe hivyo, kwani alishuhudia yale maburunguti ya pesa na alikuwa ashapigia plani kabisa ya kuweza kulipa deni nini, yani umeona alikuwa anadaiwa sana na michepuko nini na mke. Sasa yule mwanadada akasema ya kwamba nishatangulia kusema ya kwamba sipo hapa kama mtu maarufu, ila nimekuja kwa ajili ya mteja wangu na nina ushahidi wa kutosha ambao unamfanya mteja wangu kutokuwa na makosa. Aliongea mwanadada huyu kwa upole na kujiamini kabisa, kisha akatoa ushahidi wake, na kwa namna ambavyo mwanadada huyu alielezea na kuonyesha ushahidi, mkuu wa kituo alijisemea moyoni ya kwamba yes, hapa akakutana sasa na professional mwenyewe. Sasa Nadia akasema kwamba naomba kwanza kuonana na mteja wangu. Aliongea Nadia na mkuu wa kituo hakuwa na sababu ya kumzuia. Huku sasa upande wa nje Afande Mage alikuwa kwenye mshangao mara baada ya kusikia kuwa mrembo Nadia Alfonso amekuja kwa ajili ya Roma. Alishangaa sana. Yaani nakuaje choko tu kama Roma kuja kupata huduma ya kisheria kutoka kwa mwanasheria nguli duniani. Na hapo swali la Roma ni nani lilianza kuibuka kwenye kichwa chake. Basi Nadia baada ya kumuona Roma, Nadia alijikuta akiita kwamba Pluto. Nadia aliita kumfanya Roma ayanyue uso wake na kuangalia sauti tamu inayomuita kwa jina ambalo hajalisikia muda mrefu. Nadia, unafanya nini hapa? Roma alishangaa sana na alionekana alikuwa akimfahamu vyema Nadia, na mrembo huyu aliacha tabasamu ambalo ungekuwa mwanaume rijali ungekuwa hoi. Za siku nyingi the great Pluto, nimefurahi sana kukuona tena. Ni haujui tu nilivyokuwa nikitamani kupata nafasi ya sisi kuonana tena tokea tulivyoachana nchini Korea Kusini. Nadia, hayo mambo tuache kuyaongelea sasa hivi. Nataka uniambie unafanya nini hapa? Aliongea Roma kwa serious, na mwanadada huyu alimwangalia na kuonekana kama hajafurahia, kwani alitamani kumuona Roma akiwa kwenye mshangao na furaha ya wao kukutana tena baada ya miaka mingi. Mimi nipo hapa tu kama mwanasheria mpya wa kampuni unaofanyia kazi na nipo kukutoa. Aliongea mwanadada huyu na kumfanya Roma shangae. Okay, basi fanya hima nitoke hapa maana nina njaa sio poa. Aliongea Roma huku sasa akijisugua tumbo. Yaani kwa Roma alionekana hakuwa hata akimchukulia kabisa Nadia kama mtu mkubwa vile, tofauti na wengi walivyokuwa akimchukulia. Kwa Nadia alikuwa akipewa heshima ya juu mpaka na marais wa Afrika. Lakini kwa Roma alimuona Nadia kama kama ni manzi tu, manzi fulani hivi. So Nadia akasema kwamba tayari mpaka sasa upo huru. Aliongea Nadia na mlango ulifunguliwa. Akaingia mkuu wa kituo akiwa ni mwenye kutoa jasho jingi usoni. Mkuu akasema kwamba mheshimiwa, mteja wako yupo huru. Aliongea mkuu huyu
huku sasa akionekana ni mwenye kuhema. Sijui nini tu kimemtokea, maana ujasiri aliokuwa nao umeisha wote. Afadhali maana sio kwa njia hii. Nadia, uko vizuri sana kwenye kazi yako, aliongea Roma, huku sasa akiamka wa kwanza na kutangulia mlangoni, akimwacha Nadia aliyekuwa akimwangalia mwanaume huyo kwa hali ya huzuni ambayo inaonekana labda alitarajia kitu kikubwa zaidi kutoka kwa Roma. Niletee begi langu lenye pesa niondoke, nina njaa sana, aliongea Roma, huku sasa akimwangalia Mage aliyekuwa akimwangalia bwana huyu pasipo kummaliza, na alionekana ni mwenye maswali mengi sana katika kichwa chake. Sasa afande mmoja akaongea akasema kwamba bosi, begi lako hili hapa. Aliongea afande mmoja kwa heshima sana na kumpatia Roma begi lake, na Roma alilibeba lakini akasita. Uzito ni tofauti, kuna kiasi cha pesa kimepungua, aliongea Roma, na kuwafanya mapolisi hao wote waangaliane kama kondoo. Rudisheni pesa zote zilizokuwa humu ndani. Najua kiasi kamili cha hizi pesa. Mkigoma nitakaa hapa na kuhesabu zote na hakuna mtu kuondoka. Nikihakikisha hela ni pungufu, nitawasachi wote. Jamani, hebu rudisheni basi pesa, acheni kuvunja sheria, la sivyo swala hili sitoliacha lipite hivi hivi, aliongea Nadia baada ya kumwona Roma anaongea na polisi. Wote walitoa jasho akiwemo mkuu wa kituo. Sasa mkuu wa kituo akawaza ya kwamba sasa huyu jamaa mahela yote hayo kajuaje nimepunguza vibunda viwili? Aliwaza mkuu wa kituo sasa, akikumbuka vibunda alivyoficha ofisini kwake. Wakati akaendelea kutoa jasho, simu yake iliingia ujumbe na kufungua na kuangalia message ilitoka kwa jina la mke wangu. Message iliandikwa kwamba Baba Lea mwenye nyumba anakusubiri na anasema haondoki mpaka utoe pesa yake. Alafu gesi imeisha, mpaka sasa hatujui tunapika na nini. Msikilizaji, ilikuwa ni message kutoka kwa mke wake, iliandikwa kwa herufi kubwa kabisa kuonesha msisitizo. Mzee huyu jasho lizidi kumtoka. Akasema hapana, sitoi zile pesa. Nitakuwa ni mjinga sana kutoa zile pesa, hamna. Sasa narudia tena, nataka pesa zangu zote ili niondoke, aliongea Roma, akianza sasa kuangalia polisi mmoja mmoja, na baada ya macho yake kutoka kwa mkuu wa kituo aliona jambo na kumsogelea. Nataka pesa zangu, aliongea Roma, huku sasa akiwa amemkaribia mkuu wa kituo karibu kabisa. Mkuu akasema sijachukua pesa mimi siwezi kuiba, mimi ni mkuu wa kituo bwana, nachukia wezi sana bwana, aliongea kwa kujiamini. Na muda huo simu yake iliingia ujumbe mwingine, na aliinua simu yake na kuangalia. Ujumbe huo ulitoka kwa jina la Fundi Cherehani. Ujumbe uliandikwa kwamba we mwanaume vipi, mbona utumi hiyo hela, au ulikuwa unajigamba bure tu kwamba tumepata pesa nyingi leo Kama una hela useme, uache kunisumbua mimi, kuna mwanaume mwenzio hapa wanaweza wakanihudumia tu vizuri bwana, hebu nitumie hiyo hela bwana nikanue wigi. Baada ya mkuu huyo wa kituo kuona message hiyo ni kama message ambayo ilikuwa inamfokea, alikunja ngumi na kusema liwalo naliwe stoi pesa. Roma baada ya kuona mkuu wa kituo anakataa, alimsukuma na kisha alimpita na kuingia kwenye ofisi yake. Baada ya kuingia tu alivuta mtoto wa meza ni draw na kuibuka na mabunda mawili ya pesa na kutoka. Sasa Roma akasema kwamba mimi huwa sibiwi kizembe hivyo. Aliongea sasa mkuu wa kituo akimtukana moyoni na kuona mkeka wake umechanika. Hao ndio majambazi ambao unatakiwa kuwakamata kama unajali sana sheria, sio raia wema kama sisi mrembo aliongea Roma, wakati akiwa sasa anamsogelea Mage karibu kabisa, kwamba Mage anatakiwa mkamate mkuu wa kituo lakini sio wao. Mage hakuwa na la kuongea, kwani wakati huo alionekana kuwa ni mwenye mawazo mengi sana kwa wakati mmoja. Roma baada ya kutoka alifanya mawasiliano na Nasra na kumuuliza yuko wapi, na mwanadada huyo alimjibu bado yupo ofisini. Roma alishangaa kwani muda ulikuwa umeenda sana, lakini alijua huenda mwanadada huyo kabano na majukumu mengi zaidi. Ndani ya masaa machache Roma alikuwa shafika ndani ya kampuni. Haikueleweka waliachana vipi na mrembo Nadia, ila Roma alikuwa ni aina fulani hivyo wanaume ambao hawakujali sana baadhi ya mambo. Yaani ilionekana ana historia kubwa sana na mwanadada huyo. Sasa msikilizaji, naomba nikurudishe masaa machache nyuma ili tuweze kwenda vizuri kabisa kwenye historia yetu. Masaa machache nyuma ni kwamba kitendo cha Roma kufanikisha kazi ya kurudisha fedha kutoka Panzi Security kilimfurahisha sana Edina,
na kwa mara ya kwanza kabisa alijihisi kweli ana mume. Na Edina akawaza kwamba nitampikia chakula leo. Ananidharau sana, sijui yani anaona kwamba mimi siwezi kupika, eti sijui kupika, yani anaona kama ni sistahili kuwa mke. Aliwaza mrembo huyu wakati akiwa ndani ya ofisi yake. Basi sauti ya Monica ilisikika kusema kwamba bosi, Miss Nadia amefika. Na Edina akasema kwamba okay, mruhusu aingie. Basi baada ya huyo mgeni kuingia, akasema kwamba wow, hongera sana Edina, wewe ni mrembo kama story huko nje zinavyosikika. Edina akasema asante sana Nadia, na wewe pia ni mrembo. Wawili hawa walikaribishana na kuanza mazungumzo ya kibiashara. Nadia akasema kwamba nimekubali ombi la kuwa mwanasheria wa kampuni yako. Edina alishangaa, maana haikuwa kazi rahisi kumfanya mwanasheria mkubwa duniani kuwa mwanasheria wa kampuni changa kama Vexto, maana Nadia alikuwa akifanya kazi na makampuni makubwa kama Samsung. Nashukuru sana Nadia kwa kuchagua kufanya kazi na kampuni yangu, na niseme tu nitahakikisha unafurahia kufanya kazi na sisi. Nadia alitabasamu sasa akiusudu urembo aliokuwa nao Edina. Alikiri kuwa hakuwa akiingia kwa urembo wa mwanadada huyo hata kidogo. Basi wawili hawa walikutana kwa ajili ya kusaini mkataba wa Nadia kusimamia kampuni ya Edina kisheria, yani Vexto. Wakati wakiagana, mara simu ya CEO Edina iliita, na alipoangalia jina aliona ni Mbakaji. Mbakaji jueni ni Roma, Na bahati mbaya ni kwamba simu ilikuwa mezani, hivyo Nadia aliona jina hilo na kujikuta akishangaa. Hello? Baby, nimekamatwa tena na polisi. Ilikuwaje? Na kesi ya utakatishaji fedha. Nimedharau sheria za nchi. Baby, mbona ongei? Usiniambie kwamba mapenzi siku hizi yamepungua kiasi cha kutaka mmeo nikae jela. Okay, natuma mwanasheria aje kukutoa. Baada ya kukata simu, Edina alivuta pumzi. Mwanadada Nadia akasema kwamba nitaenda mimi. Nadia alisema hivyo. Edina alishangaa, akasema lakini akamwambia usiwe na wasiwasi. Najua unachofikiria, lakini nitaenda mimi. Iweke kama kazi yangu ya kwanza kwa kampuni. Sasa huyo mwanadada Nadia alitoka nje. Baada ya kutoka nje, kuna mtu alikuwa anaongea naye kwenye simu. Akasema kwamba Evans, nipe taarifa. Okay, nikusanyie ushahidi wote na tukutane. Baada ya Nadia kusema hivyo, kwenye simu ikasikika sauti kusema kwamba sawa madam. Baada ya simu hiyo kukatwa, mwanadada huyu alitafuta jina lingine na kupiga. Na kisha akasema kwamba ndio boss, nimesha saini mkataba, anaonekana kufurahia sana kwa mimi kufanya kazi ndani ya kampuni. Basi Nadia akaambiwa kwamba hongera sana Nadia, ni mwanzo mzuri, nadhani ni wakati sasa kuendelea mipango yetu. Ilisikika sauti, tena sauti nzito kwenye simu ya Nadia. Sasa muda wa saa 10:30 Edina alifika nyumbani, huku sasa mwanadada huyu akionekana siku ya leo ni kama alikuwa na furaha kuliko siku zote, jambo ambalo Bi Wema aliligundua, lakini hakuuliza zaidi. Kwake huyu mwanamke alitamani sana kumuona Edina akifurahi, ndio ilikuwa ni ndoto yake kubwa sana. Alikuwa akiumizwa sana na tabia Edina muda wote kufanya kazi kiasi kwamba kwake hakuwa na siku ya kupumzika. Edina hakuwa kama wafanyabiashara wengine ambao walikuwa wakipenda kula bata kila ifikapo weekend. Edina yeye alikuwa ni aina fulani hivi ya wanawake ambao alikuwa akirudi nyumbani ni kusoma na kulala. Ndani ya chumba cha Edina kulikuwa na mavitabu mengi sana, na karibia vitabu vyote hivyo alikuwa amevisoma. Kwa mtu wa kawaida unaweza kushangazwa na swala hilo, lakini kwa Edina lilikuwa ni swala la kawaida sana. Ndio maisha yake ambayo alikuwa amezoea. Kwake kusoma vitabu ndio ilikuwa ni starehe yake kuliko kujichanganya na marafiki. Edina alikuwa ni mtu wa kutabasamu mara chache sana. Muda wote alikuwa yupo serious kiasi ambacho kilifanya hata wafanyakazi wenzake wamuogope kumsogelea. Lakini leo hii mwanadada huyu anaonekana kutabasamu mbele ya Bi Wema. Mwanamama huyu aliyekula chumvi nyingi alitamani kujua ni kipi kinamfanya mwanae huyu wa kambo kutabasamu, ila hakutaka kuuliza. Basi Edina akasema kwamba Bi Wema, leo niachie jiko nitapika mimi. Aliongea Edina na kumfanya Bi Wema kutumbua macho, lakini Edina hakujali sana. Alikaa kwenye sofa huku sasa mkononi akiwa ameshikilia kitabu cha mapishi. Bi Wema akasema sawa miss, lakini haujawahi kuingia jikoni, utapika nini?
Edina akasema, Biwema, hiyo ni siri, wewe utaona wakati wa kupakua. Biwema alijikuta kitabasamu, na katika akili yake alikuwa ashajua kilichokuwa kiendelea kwa Edina. Aliamini kuna jambo ambalo lilikuwa limetokea kazini na kusababisha mabadiliko hayo. Saa 1 kamili za jioni, Edina alikuwa busy na mapishi, huku Biwema akiendelea kuangalia tamthilia. Muda nao ulisonga, lakini Roma bado hakuwa amerudi. Sasa mwanadada huyo akaulizia kwamba, Biwema, Roma hajarudi bado? Aliuliza, huku sasa mdau alikuwa amevalia apron na kumfanya pendeze sana, kiasi kwamba wewe ndio ungekuwa mume wa Edina na ungemuona jinsi alivyovalia apron, ni hakika ungenenepa kabla hata ya kula chakula. Basi Biwema akasema kwamba hajarudi bado na hajatoa hata taarifa kama atachelewa kurudi. Basi Edina akawaza kwamba ukute nahangaika hapa afu yupo na mwanamke. Aliwaza Edina huku sasa akirudi jikoni kuendelea na upishi akitegemea Roma atarudi. Muda wa saa 3:30 alionekana Biwema akiwa ndani ya chumba cha maliwato akitapika huku sasa akisukutua maji. Biwema akasema kwamba nimewahi kula chakula kibaya, ila hiki cha leo ni kiboko. Chakula kama mavi ya mtoto mchanga jamani. Tena ananitia aibu jamani. Aliongea Biwema huku sasa akisukutua. Akawaza kwamba nimekula kumridhisha tu ili aone na yeye ni mwanamke, ila kile sio chakula. Wakati Biwema akiendelea kutapika huko, Edina alikuwa amekaa kwenye sofa akimsubiria mwamba Roma Ramon arudi, huku sasa mabakuli ya chakula akiwa ameyapangilia vyema mezani. Na kwa jinsi kwa jinsi ambavyo mabakuli yalikuwa yamepangwa moja kwa moja, utaamini kuwa kuna bonge moja la pishi limefunikwa. Sasa upande wa Nasra bwana alionekana akiwa nyumbani kwake jikoni akiwa busy na mapishi. Alionekana kuwa ni mtaalamu kweli kweli, kwani kwa namna ambavyo alikuwa akikata kitunguu ungejiambia mwenyewe, yes, hapa kweli yupo mwanamke. Baby Nasra aliambiwa kwamba Nasra, unajua sana kupika. Aliongea Roma huku sasa akiwa amejipumzisha na pensi la kike tu, na raka ukimwangalia lazima ugundue hilo pensi ni la Nasra, maana lilikuwa na marinda chepete tu. Ila Roma hakuwa na habari kuhusiana na hiyo nguo aliyovaa. Yaani hakuwa na aibu hata kidogo. Baada ya kula na kushiba, hakukuwa na kilichoendelea zaidi tu ya kuingia kwenye mtanange. Walipiga mtanange pale. Muda wa saa 12 za asubuhi Roma aliingiza gari yake nyumbani bila wasiwasi, na hapo ni baada ya saa kutoka kwa Baby Nasra akiwa ni mwepesi sana. Aliingia ndani na kumkuta Biwema. Biwema kama kawaida yake alikuwa mzungu wa roho, maana alimpokea Roma na kuitikia salamu kama hakujatokea kitu. Ila kikweli moyoni alikuwa anafikiria itakuwaje akila chakula. Kwani kwa mara ya kwanza anamuona Edina akiingia jikoni, jambo ambalo kwake aliona ni kama hatua ya kwanza Edina kuwa kama mwanamke aliyekamilika. Lakini Roma Ramon hakuonekana nyumbani. Aliona kitendo hicho kimemnyong'onyesha Edina kwenye juhudi zake. Kwani Edina kwa mara ya kwanza alimsubiria Roma kwa muda mrefu, jambo ambalo sio kawaida. Biwema akasema kwamba, Roma, jana ulikuwa wapi jamani? Hata kutoa taarifa mimi salipika na akakusubiri lakini ukutokea. Biwema, unamaanisha Edina jana kaingia jikoni kupika? Ndio. Chakula bado kipo mezani. Aliongea Biwema, na Roma hakuendelea kwenda juu. Hairudi chini na kwenda meza ya kulia chakula na kufunua mabakuli yaliyopikwa. Biwema, nitakula kama kiporo na chai. Aliongea Roma na kupanda ngazi kuelekea chumbani kwake, na baada ya muda alishuka kwa ajili ya chai. Na Edina alikuwa amejaa mezani akinywa chai pamoja na Biwema. Wife, hebu tuone leo ulichopika. Aliongea Roma na kisha alifunua mabakuli hayo, huku sasa Edina licha kwamba hakuwa akimwangalia Roma usoni, lakini akili yake ilikuwa ni kusubiria nini ataongea Roma baada ya kula chakula chake. Roma alipakua chakula na kisha alichota mtori huo na kupeleka kinywani na kula. Nilijua mtori, kumbe ni tambi. Lo, hapa nina jipu sio mke, Roma aliwaza moyoni. Na kisha akachota kijiko kingine na kula. Wakati huo Biwema alikuwa amekunja sura, utadhani chakula kilikuwa kikiingia tumboni kwake. Roma alimwangalia Edina huku mrembo huyu akijifanyisha kunywa chai, lakini alikuwa akisubiri Roma atamke neno. Wife, umejitahidi sana leo, ukiendelea hivi utakuwa mpishi mzuri. Aliongea Roma na kuendelea kula bila wasiwasi,
huku nia yake ni kutokumkatisha tamaa Edina. Na Bi Wema alifurahishwa na maneno ya Roma na kule ukasirika kwa kutokurudi nyumbani kulipotea. Lakini bado kuna kitu kilimshangaza. Kwa jinsi chakula hicho kilivyokuwa na chumvi, alijiuliza Roma amewezaje kula. Roma akawaza kwamba okay, ngoja nijipe adhabu ya kumaliza hiki chakula maana so kwa huto polo. Roma aliwaza hivyo, ila kwa Edina moyo wake ulitabasamu. Hakuwa akionyesha usoni, lakini alifurahia sifa hizo kutoka kwa Roma. Sasa Roma baada ya kumaliza kunywa chai ya asubuhi, alipandishwa chumbani kwake kwa ajili ya kupumzika. Siku hii ya leo bwana aliona ngoja akae kidogo nyumbani, kwani tokea afike ndani ya familia hii hakuwahi kukaa nyumbani kwa muda mrefu. Muda mwingi alikuwa tu misele hapa na pale. Wakati akiwa amejilaza kwenye kitanda, alijikuta akiachia tabasamu. Edina mambo yake ni kama 17. Nakiri kwa asilimia kubwa wanafanana, aliwaza Roma, huku sasa akiwa ni mwenye tabasamu. Sasa msikilizaji, turudi mwaka 1998 pande za Kigali, Rwanda. Ilikuwa ni Machi 8. Usikasirike sana ninapokuwa na kurudisha kwenye haya matukio. Najua sana watu mpo ambao mtakasirika, lakini ni ili sasa uweze kujua historia nzuri ya Roma na watu wengine. Ilikuwa ni ndani ya ofisi ya Mheshimiwa Jeremy Paul, tunasikomuita JP. Walionekana watu 4 wakiwa wameketi ndani ya ofisi hii, na ilionekana kuna kikao kilichokuwa kiendelea kati ya Mheshimiwa Jeremy na wanaume 3 kukamilisha idadi ya wanaume 4 ndani ya ofisi hii. Wanaume 3 walikuwa ni watu maarufu sana waliokuwa wakifahamika ndani ya jiji la Kigali, na moja ya sifa kubwa ambayo ilikuwa ikiwafanya watu hawa kufahamika ni kutokana na michango yao katika taifa hili dogo. Mtu wa kwanza aliyekuwa amekaa upande wa kushoto wa Mheshimiwa Jeremy alifahamika kwa jina la Uwimana. Huyu alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana ndani ya taifa hili la Rwanda, na alikuwa akimiliki visima vingi vya mafuta pamoja na kampuni kubwa ya usafirishaji. Mwingine alikuwa ni Jen. Wengi ndani ya taifa hili wanapenda kumuita kwa jina la Professor J. Huyu naye sasa licha ya kuwa mfanyabiashara, lakini pia alikuwa ni mkuu wa chuo kikuu cha Rwanda. Na mtu wa tatu hakuwa akifahamika sana ndani ya taifa la Rwanda kama ilivyokuwa akifahamika ndani ya taifa la Tanzania. Alikuwa akifahamika kwa jina la Aziz Mohamed. Huyu alikuwa ni mmoja wa wafanyabiashara wakubwa sana kutoka taifa la Tanzania, lakini pia alikuwa ni mmoja wa wawekezaji wakubwa ndani ya taifa la Rwanda, na ndio maana mchango wake ulikuwa ukiheshimika ndani ya taifa hili. Sasa Nongea akasema kwamba ndoto yangu kubwa ni kuona Rwanda ikiwa nchi kubwa sana kiuchumi ndani ya bara la Afrika, na haya yote hawezi kufanikiwa bila uwepo wenu. Aliongea sasa mabwana hawa wakionekana kutingisha vichwa kuashiria kuwa wako pamoja na mheshimiwa, na mheshimiwa akaambiwa kwamba mheshimiwa, sisi tupo tayari kukuunga mkono katika safari ya ndoto yako ya kuifanya Rwanda kuwa kubwa, na tutakuwa ni wenye kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kuinua uchumi wa taifa hili, aliongea Uwimana. Kikao hiki bwana kilionyesha dhahiri kilikuwa ni cha mipango juu ya kuifanya Rwanda kuwa nchi kubwa kwa miaka 20 ijayo. Mipango ambayo Mheshimiwa Jeremy aliona watu pekee wa kufanikisha nao swala hilo ni hao mabwana 3. Haikueleweka ni kwa nini mheshimiwa akamuingiza mtu mwingine kutoka taifa la nje, yani Aziz Mohamed. Baada ya kikao hiki kuisha, mheshimiwa huyu alionekana kuwa na maongezi binafsi na Aziz, kwani wale mabwana wengine walikuwa washatoka ndani ya ofisi hii. Basi mheshimiwa akasema kwamba asante sana Aziz kwa kufanikisha kurudisha sehemu ya damu yangu mikononi mwangu. Aziz akasema, Jeremy, sisi ni marafiki wa muda mrefu sana, kwa hiyo utakiwa kunishukuru, lakini nisingependa kuona katika maisha yako unakosa furaha. Umemkosa Rahel, lakini naamini zawadi aliyokupatia ni kubwa na angalau itakufanya usiishi kwa kujutia. Aliongea Aziz sasa akimtaja Rahel, na Jeremy alionekana kukosa furaha mara baada ya kusikia jina la Rahel. Jeremy akasema kwamba ni kweli Aziz, lakini maisha yangu bado naona kama hayajakamilika kwa kumkosa Rahel. Katika maisha yangu niliamini kwa kuwa rais hakuna kitu ambacho ninaweza kukosa na kunifanya nisiwe na furaha, lakini Rahel amenifanya nione sikuwa nikifikiria kwa usahihi. Aziz akasema ni kweli Jeremy, lakini kwa sasa unatakiwa kumsahau Rahel. Yule mwanamke ni mke wa mtu kwa sasa, na
Ni maamuzi ambayo aliyafanya yeye mwenyewe na akakuacha wewe. Angalau sasa wekeza nguvu zako katika kulea kichanga alichokuachia kama zawadi. Aliongea Aziz, lakini muda huo huo aliingia mwanadada wa makamo hivi. Hakuwa mrembo sana ila alionekana kuwa mtanashati. Huyo mdada akasema, "Mheshimiwa, kuna taarifa mbaya." Mheshimiwa akasema, "Unamaanisha nini Linda? Unamaanisha nini kuhusu unamaanisha taarifa gani kwanza?" Mwanadada huyu aliyefahamika kwa jina la Linda alisogelea remote ya TV na kisha akawasha runinga na kuweka channel ya BBC. Kulikuwa kuna breaking news. Kichwa cha habari kikisema ya kwamba ndege ya Malaysia Airlines iliyokuwa ikisafiri kutoka Kuala Lumpur kuelekea Beijing, China, yapoteza mawasiliano. Msikilizaji, taarifa hii ilionekana kumshtua sana mheshimiwa pamoja na Aziz waliokuwa wakiangalia runinga hiyo, lakini kati ya watu hao aliyekuwa kwenye hali mbaya zaidi alikuwa ni Jeremy. Mheshimiwa Jeremy akasema kwamba, "Linda, hebu wasiliana na shirika la ndege la Malaysia wakupe orodha ya majina ya watu waliopanda kwenye hii ndege." Basi aliongea Mheshimiwa Jeremy sasa akiwa ni mwenye wasiwasi mwingi sana. Aziz akasema, "Jeremy, punguza pressure. Naamini huenda kuna tatizo la kawaida tu ambalo limetokea." Jeremy akasema, "Aziz, mimi siwezi kutulia kabisa. Hivi nafikiri mimi nitaishije kama kitu kibaki kimkuta Lorraine? Nitamwambia nini Rahel? Hapana bwana, mimi nitaishi kwa majuto makubwa sana kwenye maisha yangu yote. Hebu naomba jambo bali lisitokee." Aliongea Mheshimiwa Jeremy huku sasa akishikilia kifua chake. Ni ndani ya dakika 5 Linda alirudi na kuingia ndani ya ofisi huku sasa wasiwasi ukiwa umejaa kwenye macho yake. Linda akasema, "Mheshimiwa, hii ndio orodha ya abiria." Aliongea, lakini Aziz aliona wasiwasi uliokuwa kwenye macho ya Linda, na kwa kuwa alikuwa karibu naye, alichukua karatasi na kuangalia majina hayo, na bwana huyu alijikuta akitambua kwamba aisee, hii sio taarifa nzuri. Alijikuta akitoa macho na kumwangalia rafiki yake Jeremy. Jeremy akasema, "Aziz, usiniambie Lorraine ni sehemu ya abiria waliokuwepo kwenye hiyo ndege." Aziz akasema, "Jeremy, taarifa inasema ndege imepoteza mawasiliano, lakini sio kuanguka. Hebu tusubiri taarifa kamili. Acha kufikiria mambo mabaya." Aliongea Aziz, lakini baada ya kumaliza sentensi yake, sauti ya Linda ilisikika ikiita, "Mheshimiwa." Aliongea Linda kwa sauti mara baada ya Mheshimiwa Jeremy kudondoka na kuzimia. Taarifa za Mheshimiwa Jeremy kuzimia zilikuwa ndani ya Ikulu. Hazikutoka hata kwa baadhi ya mawaziri zaidi ya kitengo cha usalama Ikulu pamoja na baadhi ya wanafamilia wa Mheshimiwa Jeremy. Sasa mke wa rais akamuuliza Linda ya kwamba nini kimempata mheshimiwa. Aliuliza mke wa rais Jeremy huku sasa akionekana ni mwenye wasiwasi sana. Wakiwa nje ya chumba cha matibabu ndani ya Ikulu, Linda hakuwa na jibu la kuongea na kusema hakuwa akijua ni nini kimemkuta Mheshimiwa Jeremy zaidi ya kumwambia tu first lady huyu asubiri majibu kutoka kwa dokta. Sasa baada ya masaa kadhaa, hatimaye dokta wa Ikulu alitoka katika chumba cha matibabu. Dokta akasema kwamba inaonekana mheshimiwa akapata mshtuko. Mama huyu kwa jazba akauliza kwamba mshtuko, yani unamaanisha nini mshtuko dokta? Linda, Ebu niambie ni jambo gani baya mheshimiwa akakumbana nalo mpaka kupata mshtuko? Madam, hata mwenyewe anajiuliza swali kama hilo, lakini sina majibu sahihi, maana mheshimiwa nilimkuta akiwa katika hali ya kupoteza fahamu. Msikilizaji, bado haikuwa ikimuingia akilini mwanamama huyu mwenye PhD ya lugha. Aliamini kuna jambo ambalo mume wake limemkuta na kumpelekea kupoteza fahamu. So baada ya masaa mawili kadhaa kupita, hatimaye Mheshimiwa Jeremy alirejewa na fahamu zake, na swali la kwanza baada ya kuamka lilitoka kwa mke wake aliyetaka amueleze nini kimemkuta mpaka kupoteza fahamu. Lakini mheshimiwa licha ya kuonyesha hali ya wasiwasi, hakuwa tayari kuweka wazi ni jambo gani lilimkuta. Basi mheshimiwa akasema kwamba Linda, hebu nipe taarifa kinachoendelea. Linda akasema kwamba mheshimiwa, taarifa ni zile zile tu, ni zaidi ya masaa 8 sasa ndege haijapatikana kwenye rada za satellite na wataalamu wa anga wanajaribu kufuatilia kwa ukaribu. Mheshimiwa kwa uchungu akasema, no Lorraine, no, you are not dead. Mheshimiwa aliongea kwa uchungu kiasi kwamba Linda alitoa machozi na kumwonea huruma mheshimiwa. Sasa bwana, miaka hiyo hiyo
Mwaka 1998 Machi 8, ndani ya White House USA, kwenye ofisi moja hivi ya kiserikali ya Marekani, alionekana Mheshimiwa Rais mwenye jina maarufu The First Black akiwa ameketi kwenye kiti chake, huku akiwa ameshikilia faili lililokuwa na nembo ya Top Confidential, ikimaanisha nyaraka ya siri sana. Jina la kichwa cha karatasi kilichokuwa kikisomeka ni kwamba Life and Death Operation, yani LADO. Kirefu cha LADO ni Life and Death Operation. Hili ndio jina la kichwa cha karatasi kilichokuwa sasa kisomeka juu kabisa karatasi aliyoshikilia Mheshimiwa The First Black. Huku sasa akionekana ni mwenye umakini mkubwa sana kusoma karatasi hiyo ambayo imetoka kwenye faili lililokuwa mezani. Ni ndani ya dakika kama 11 tu alizotumia mheshimiwa huyu kusoma, simu yake ilianza kuita mfulizo kiasi cha kumfanya sasa mheshimiwa huyu aichukue na kuipokea. Yes, Rogan. What's up? Mr. President, the plane has landed safely on Life and Death Island. Oh, very good, Rogan. Activate Project LADO and all consignment protocols should be fraud district. I will deal with the rest. Baada ya kuongea maneno hayo, simu ilikatwa na mheshimiwa huyu akachukua simu na kupiga, na muda huo huo mlango wa ofisi ya mheshimiwa ulifunguliwa na akaingia mwanadada wa kizungu mwenye umri kati ya miaka 30 hivi kupanda, aliyevalia suti ya zambarau na blazer nyeupe na viatu vyenye kisigino kirefu, yani high heels. Christine, nipe taarifa kinachoendelea huko ulimwenguni. Mheshimiwa, hali sio shwari kwa sasa. Mataifa mengi yanahitaji msaada kutoka kwetu juu ya upataji wa ndege ya Malaysia. Kwa ufupi tu ni kwamba dunia imesimama kutokana na tukio hili mheshimiwa. Basi sawa, endelea kutoa taarifa kwa kila aliyepiga simu na waambie serikali yetu itafanya kila namna kuhakikisha kwamba ndege hiyo inapatikana. Aliongea mheshimiwa na kisha Christine alitoka na kwenda kuendelea na kazi. Msikilizaji, huyo mwanadada alikuwa ndio msemaji mkuu yani naweza nikasema kama ni msemaji mkuu wa kurugenzi ya White House. So baada ya Christine kutoka, mheshimiwa alivuta faili lingine kwenye drawer ya meza. Faili lilokuwa likifanana na lililopo mezani. Utofauti wa faili hili na lile ni kwamba juu ya karatasi iliyokuwa ndani ya faili hilo ilisomeka kwa jina la The Agreement, huku kukiwa na baadhi ya orodhesho la mashirika makubwa duniani ya kijasusi na sahihi za wakurugenzi wakuu wa mashirika hayo. The First Black aliangalia sahihi hizo, lakini kuna jambo moja ambalo lilionekana halikumridhisha. Akawaza ya kwamba shirika la Urusi pekee la kijasusi ndio saini yao hapa haipo. Beijing wamenihakikishia kwamba watashughulika na swala hili, lakini bado na wasiwasi. Aliwaza mheshimiwa na kurudisha mafaili yote kwenye safe box ndani ya ofisi yake. Sasa mwaka huo huo 1998 March 8, pande za Dar es Salaam Tanzania, ni ndani ya familia moja ya kitajiri maarufu sana pande za Masaki hapo. Walionekana wanafamilia hii wakiwa kwenye hali ya furaha sana. Na hapo ni baada ya kiumbe kichanga kuongezeka kwenye hiyo familia. Rahel pamoja na Bi Salome walionekana kuwa na furaha sana. Yaani furaha ilikuwa imewazidia kiasi kwamba muda wote walikuwa wakipokezana kubeba kitoto kichanga kalikozaliwa. Sasa mwanamama huyu akasema kwamba Rahel, umemleta mtoto mzuri sana duniani. Anafanana kwa 100% na wewe. Na hili limenifurahisha zaidi. Asante kwa kumlinda mwanangu Adebayo, kwa kumlindia heshima yani. Aliongea mwanamama huyu akionekana sasa ndio mama, ama akionekana ni mama mkwe. Huku sasa akimwangalia mtoto aliyekuwa kwenye mikono yake. Muda huu ikiwa sasa yapata saa 2 za usiku. Wakati wanawake hawa wanaendelea kufurahia kiumbe kilichokuja duniani, alionekana kijana wa makamo umri wa Rahel tu akiingia ndani hapo sasa akiwa amelewa chakali. Baada ya kuingia ni kama hakuwa kijali waliokuwa sebleni, kwani alipandisha ngazi moja kwa moja. Adebayo akaulizwa kwamba Adebayo, utaacha lini kulewa hivyo wewe? Adebayo akasema, mama niache bwana. Maamuzi uliyofanya licha ya kwamba nimeyakubali, ila ni yenye kuniumiza na njia pekee ya kujipoza ni kunywa. Aliongea kijana huyu na kisha alijikokota na kuingia chumbani kwake,
huku sasa nyuma akimwacha Rahel aliyekuwa akimwangalia kwa huzuni. Huyu mama mtu mzima akasema ya kwamba tutampa jina la Edina. Basi upande mwingine mkoani Ruvuma, manispaa ya Songea, katika familia ya Bwana Senga kulikuwa kuna majonzi makuu, huku mtu aliyekuwa akilia kama mtoto alikuwa ni Senga. Bwana huyu katika kilio chake alikuwa akitamka neno, mke wangu na mtoto wangu mmeniacha. Bwana huyu alionekana watu wake muhimu walikuwa wamepatwa na jambo baya sana. Basi kuna mtu mmoja akamwambia kwamba yote ni mipango ya Mungu Senga, huna budi kumshukuru Mungu. Senga akasema hapana Desmond, ndio kwanza naanza kuona mafanikio, lakini mafanikio yangu yanasababisha mke wangu na mtoto wangu Dennis kufa. Bora ningebakia tu maskini, huenda wasingeweza kupanda ndege na hayo yote asingewatokea. Msikilizaji, Senga alikuwa akilia sana, na katika kilio chake ilionekana yeye ni moja ya familia nyingi duniani ambazo ni wahanga wa upoteaji wa ndege ya Malaysia Airlines. Hakuna aliyeweza kumfariji bwana huyu akapata unafuu. Mapenzi yake kwa watu waliopotea na ndege yalikuwa ni makubwa mno, kiasi kwamba hayakuweza kupimika kwa aina yoyote ile ya kipimio. Alikumbuka safari ya kimaisha aliyopitia na mke wake Blandina, ya msoto, hatimaye kupata pesa na utajiri, na Mungu akawabariki mtoto wao wa kwanza. Lakini Mungu huyo huyo akawachukua wote wawili na kumwacha Senga akiwa katika majonzi na machungu makubwa ndani ya moyo wake. Hakika maumivu yake hayakuwa ni ya kupimika hata kidogo, na waliokuwa karibu yake hawakuweza kufanya jambo lolote zaidi ya kumwonea huruma. Bwana huyu hakujali tena mali alizokuwa nazo. Alikuwa yupo tayari kutoa kila kitu alichokuwa nacho iwapo mtu yeyote atatokea na kusema kwamba anaweza kuwarejesha wapendwa wake duniani. Lakini bado jambo hilo halikuwa likiwezekana. Natumaini hilo likabakia kuwa ndoto ya mchana. Kwa hiyo msikilizaji, hayo ndo baadhi ya matukio kwa miaka iliyopita. Sasa mwaka 2013 katika nchi ya Tanzania, ilikuwa ni mwezi Julai. Ilikuwa ni mwezi wa 7 ndani ya jiji la Dar. Pilika zilikuwa za hali ya juu sana ndani ya jiji hili. Si kwa wanausalama, sio kwa majeshi, sio kwa wananchi. Kwa mara ya kwanza jiji la Dar linaonekana kuwa safi kuliko siku zote. Lakini haikuwa kwa swala la usafi tu, lakini pia ulinzi ulikuwa umeimarishwa kila kona ya jiji hili, huku makachero wa kizungu pia wakionekana kulandalanda, yani huku na huko, kuhakikisha kwamba hali ya usalama iko fresh. Naam, hii yote ni kutokana na ujio wa rais wa taifa kubwa duniani, taifa lenye ushawishi kila kona ya dunia, taifa ambalo lina uchumi mkubwa duniani, taifa ambalo linaongoza kwa teknolojia kubwa duniani, rais ambaye kwa mara ya kwanza anazuru ndani ya taifa la Tanzania na kufanya dunia isimame na kushangaa tukio hili la kipekee kabisa kutokea ndani ya taifa hili. Ni baada ya masaa kadhaa ya ndege kubwa ya rais kutua ndani ya uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Mheshimiwa Rais Kigombola, rais wa Tanzania, akiongozana na viongozi wakubwa wa Tanzania, walionekana kuwa katika hali ya furaha mara baada ya kumpokea Rais Barack Mabo. Mheshimiwa Rais Kigombola alijisikia fahari sana, na katika maisha yake ya uongozi alijihisi ni jambo kubwa sana ambalo amelitimiza kwa kumtoa rais wa dunia ambaye alikuwa na majukumu mengi duniani na kuja kutembelea taifa dogo la Tanzania. Mheshimiwa aliwaza ya kwamba ndoto zangu zimetimia. Nina uhakika maadui zangu ndani ya taifa hili wataelewa uwezo na nguvu niliyokuwa nayo. Kumleta rais wa dunia Tanzania sio jambo dogo, aliwaza mheshimiwa huyu, wakati sasa wimbo wa taifa ukiendelea. Licha ya kwamba mzee huyu alikuwa akiimba wimbo, lakini akili yake ilikuwa ikiwaza maadui zake na mipango yake. Aliendelea kuwaza, akasema kwamba Tanzania itakuwa ya kwangu milele na milele. Mimi nitaacha mizizi ambayo hakuna kiumbe yote ambaye ataweza kuing'oa. Aliendelea kuwaza hivyo mheshimiwa. So baada ya shamra za aina yake, hatimaye safari ya kuelekea Ikulu ilianza, huku 90% ya ulinzi wa rais ulikuwa ukiratibiwa na vikosi vyake ambavyo vilikwisha kutangulia nchini kuhakikisha hali ya usalama. Sasa Mheshimiwa Kigombola akasema kwamba karibu sana rafiki yangu ndani ya Tanzania. Akaambiwa asante sana Gombola, nimefurahi na mapokezi ya Tanzania, nimefurahia sana. Aliongea na kumfanya Mheshimiwa Gombola aendelee kujiona yeye ndio yeye na ndio rais wa Tanzania ambaye ana akili nyingi kuliko rais yoyote yule.
Baada ya chakula, Mheshimiwa Bamo alipewa ofisi yake kwa ajili ya kuendelea na majukumu ya kazi. Kwani bwana huyu hakuwa ni mwenye kupumzika kabisa. Muda wote alikuwa macho akifanya kazi. Alikuwa ni rais wa taifa la Marekani, lakini alikuwa akitoa maamuzi na maelekezo yanayoenda kutekelezwa na marais wa mataifa mengine. Na hii yote inaifanya kazi yake kuwa ngumu sana na kumfanya kuwa busy. Yaani ni rais wa nchi yake ya Marekani, lakini anaweza akatoa maagizo ya nini kifanyike kwenye nchi fulani. So wakati akiendelea na kazi ndani ya ikulu ya Tanzania, aliingia bwana mmoja aliyevalia mavazi ya kachero yenye nembo ya taifa la Marekani. Bwana huyu alionekana kuwa kijana mdogo tu, lakini alikuwa na nafasi kubwa katika kikosi cha ulinzi cha mheshimiwa huyu. Basi mheshimiwa akasema kwamba Chris, nipe ripoti. Aliongea mheshimiwa huyu na kisha akampatia mheshimiwa bahasha aliyokuwa ameshikilia mkononi, na rais huyu sasa alifungua na kuangalia kilichomo ndani, na alikuta ni picha. Alizitoa na kuanza kuziangalia, na bwana huyu macho alimtoka. Akasema, wanafanana kwa asilimia kubwa na agenti namba 17. Umefuatilia nani baba wa mtoto huyu? Akajibiwa kwamba mheshimiwa, tumekusanya ripoti kadri tuwezavyo. Huyo mwanadada anaitwa Dina, ni mtoto wa Rahel na Adebayo, wanafamilia wanaomiliki kampuni changa Vexto. Mheshimiwa akasema, lakini imekuwaje huyo Dina akafanana kwa asilimia 100 na agent 17? Akajibiwa, hilo ndio swali ambalo limefanya tuendelee kufuatilia kwa ukaribu kama kuna muunganiko wote kati ya 17 na Dina, na katika uchunguzi tuliofanya tulibaini watu waliohusika kumfanyia matibabu Rahel kipindi cha ujauzito wake wote walifariki vifo visivyoeleweka, lakini swala hilo halikuweza kutukwamisha kupata taarifa, na kutokana na uwepo wa vyanzo vingi vya taarifa tulivyovipandikiza hapa nchini, tumegundua agent 17 na Dina walizaliwa mapacha wa kufanana. Mheshimiwa alishtuka, akamuuliza Chris ya kwamba una uhakika na taarifa hiyo Chris? Chris akajibu, ndio mheshimiwa. Mheshimiwa akasema, sawa Chris, kazi nzuri, kaendelee na majukumu yako mengine, ila hili swala kwa sasa nitampatia mtu mwingine ashughulikie nalo. Kwa sasa hatutakiwi kufanya jambo lolote lile. Aliongea mheshimiwa, na Chris alitoka ndani ya ofisi. Baada ya Chris kutoka, mheshimiwa sasa alirudia kuangalia zile picha mezani kwake na kwa umakini mkubwa kabisa, huku akionekana kuwaza sana. Mheshimiwa akasema kwamba hapana, kwa namna yote ile siwezi kuruhusu tundu lolote ambalo litafanya Operation Lado kufichuka. Uwepo wa Dina duniani utamfanya agent 13 na 17 kutaka kufahamu ukweli uliotokea katika maisha yao ya nyuma kama watabatika kumuona Dina. Na suluhisho la haya yote ni Dina kufa. Aliwaza mheshimiwa huyu huku sasa akiangalia picha hizo. Basi baada ya saa la kukaa kwenye ofisi yake, hatimaye mheshimiwa Gombola aliingia ndani ya ofisi hiyo na kukaa kwa ajili ya mazungumzo na mheshimiwa. Swala la kwanza ni juu ya mipango yao. Mipango ambayo imemfanya bwana huyu mwenye madaraka makubwa duniani kufika ndani ya taifa. Lakini pia swala la pili ni jambo binafsi alilokuwa akitaka kuomba msaada kwa Gombola. So mheshimiwa akasema kwamba Gombola, kuna jambo la ziada hapa unatakiwa kunisaidia. Gombola akasema, jambo gani hilo mheshimiwa? Wewe ni rafiki yangu bwana, na nipo tayari kusaidia jambo lolote, hata kama unataka kasehemu ndani ya hii nchi mimi naweza nikakupatia. Alitabasamu na kisha akatoa picha na kumpatia Gombola. Rais Barack akasema kwamba she need to die and you as my friend utanisaidia katika hili. Aliongea Barack na kumfanya sasa rais wa Watanzania ashangae nini tatizo. Gombola akasema kwamba mheshimiwa, kuna haja gani ya mtoto kama huyo kufa? Barack akasema, Gombola, fanya kama ninavyokuambia. Huyu msichana lazima afe, la sivyo mafanikio yangu ambayo nimeyajenga kwa miaka na miaka yanaweza kuwa hatarini kwa sababu ya uwepo wa huyu msichana. Aliongea hivyo na kumfanya Gombola kumwangalia mheshimiwa mwenzake na kutingisha kichwa kwamba jambo hilo atalifanyia kazi. Wakati hayo yakiendelea, upande wa pili nchini Rwanda, Jeremy anapokea taarifa kutoka kwa shushushu wake ikulu iliyokuwa na ni taarifa ambayo ilikuwa ni kwa mfumo wa ujumbe wa sauti. Taarifa ni kwamba Dina yupo hatarini kubaki nchini Tanzania. Rais Jeremy akasema kwamba nilitegemea swala hilo.
ngoja niwasiliane na upande wa pili wa mpango wetu. Alijibu na ukata simu. Na kisha akatukana tusi ni kama kuitukana Amerika. Na kisha akasema kwamba I must pay for what you did. Nitachimba na kujua ukweli wote. Aliongea kwa hasira sana Jeremy. Naam, Edina kama kawaida yake alikuwa amekaa chumba chake cha kujisomea, akiwa sasa anafanya baadhi ya kazi za hapa na pale kama ilivyokuwa kawaida ya mwanadada huyu kutokupumzika. Lakini ufanyaji kazi wake wa leo haukuwa kama wa siku zote. Alikuwa ni mwenye kuwaza mambo kadha wa kadha, lakini kubwa iliyokuwa ndani ya kichwa chake ni juu ya Roma. Alinua simu yake na kisha kuangalia picha zilizotumwa na Susan zikimwonyesha Roma akiwa na Doris siku kadhaa nyuma, wakionekana wameshikana viuno. Lakini pia picha ya pili ilikuwa ikimwonyesha Roma akitoka ndani ya nyumba ya Rosie. Lakini picha nyingine ikimwonyesha Roma akiwa amekumbatiwa na mwanadada ambaye sura yake haikuonekana. Lakini pia picha nyingine Roma akibusiana na Nasra kwenye gari. Picha nyingine Roma akiingia ndani ya chumba cha hoteli na Neema Lwazo. Picha zote hizi zilitumwa na mwanadada Susan, mlinzi wa siri wa Edina. Edina akawaza ya kwamba Susan anafanya mambo ambayo hata sijamwagiza. Haikuwa na haja ya kumfuatilia Roma. Ni mume wangu ndio, lakini sio kwa mapenzi ila kwa mkataba. Na ukisha tunaachana, kwa hiyo sitaki kuingilia sana maisha yake. Aliwaza hivyo Edina. Licha ya kuona picha hizo, lakini kwa Edina hakuonyesha ukasirika. Alichukulia kawaida tu, lakini alionekana kuna kitu kipo sawa. Aliona licha ya Roma kuwa mume wake kisheria, lakini hakuwa akiishi kama mume wake. Vitendo ambavyo aliona Roma anafanya vitamletea shida kama watu watagundua kuwa Roma ana mahawala wengi. Wakati akaendelea kufikiria, mara mlango wake uligongwa na alinyanyuka na kwenda kufungua, na uso kwa uso alikutana na mwamba Roma Ramon. Hey darling, chakula tayari, twende tukale. Aliongea Roma tena akiona tabasamu tu, na Edina alimwangalia Roma na hakummaliza. Sijisikii kula, aliongea na kisha akafunga mlango kwa hasira. Ila Roma hakuondoka. Alisimama na gonga tena, na awamu hii sasa mlango ukafunguliwa tena. Na mwanadada huyu akionekana ni mwenye kuwa na hasira. Hivi Roma nini? Si nimekuambia kwamba sijisikii kula? Unaweza kwenda bwana kuendelea. Na mimi siwezi kula peke yangu. Na nitaendelea kugonga mlango mpaka ushuke tukale. Edina alikatishwa kwa kauli yake na Roma akamwambia kwamba mimi siwezi kwenda kula peke yangu, twende tukale wote. Mkale na Biwema bwana. Kama huwezi kula peke yako, utajijua mwenyewe. Biwema akasema ajisikii vizuri, atakula baadaye. Mke wangu, mbona huna heshima kwa mmeo? Twende basi. Yaani Roma wewe, yaani sijui ni mwanaume wa aina gani uelewe. Aliongea Edina huku sasa akitoka na kufunga mlango na kuelekea chini, akitangulia huku sasa Roma akimwangalia kwa nyuma na kisha kutabasamu. Biwema aliyekuwa akiingia kutoka nje alijikuta kitabasamu na moyo wake kuwa wa moto mara baada ya kuona Roma na Edina wakiwa kwenye meza wa kila chakula. Ilikuwa ni picha ambayo ilimvutia sana. Alitamani iwe kila siku kuona wanandoa hao wanafanya mambo kwa pamoja. Hakupenda namna maisha ambayo Edina alikuwa akiishi. Alikuwa akiamini mwanamke hawezi kukamilika pasipo kuwa na mume, na pia mume hawezi kukamilika pasipo kuwa na mke. Basi Edina alimuita Roma, na Roma akaitika kusema ndio mke wangu. Hivi kwa nini haupo kama wanaume wengine? Unamaanisha nini mke wangu? Usiniambie kwamba ushaanza kunifananisha na wanaume wengine. Sio kufananisha na wanaume wengine, lakini upo tofauti kabisa. Yaani haupo serious na maisha. Kazi umepata lakini unaishia kucheza game tu na kufanya uzinzi. Mke wangu, sasa mimi nitakuwaje serious na pesa zote hizo ulizonazo? Nani wa kuzitumbua sasa? Wote tukiwa na pesa hainogi baby. Mmoja akiwa tajiri mwingine asio na pesa, itakuwa ni raha sasa, ili kuwe na mtu wa kutumbua pesa na kula bata. Bebe Dina, tuseme wewe umeolewa na mimi na ukanikuta na mipesa kama hii kwako. Kwa nini uanze kujihangaisha na maisha badala ya kula bata? Kwa hiyo na wewe kazi yako ni kutumbua pesa zangu, si ndio? Alafu mke wangu, sio pesa zako, ni za kwetu. Umeshasahau sisi ni mwili mmoja. Edina alimwangalia Roma kwa hasira kali mno.
Alishindwa kuelewa Roma ni mtu wa aina gani. Yeye yupo serious kumwambia mambo ya maana, lakini anaanza kuongea ujinga tu juu ya masuala ya kutumbua hela. Kama unaweza kutumbua pesa zangu sawa, usipotafuta za kwako huwezi kupata chochote kutoka kwangu. Mke wangu, kama hutaki nikitumia pesa zako, nani atazitumia? Alafu mke wangu, mbona kama una mpango wako kichwani wa sisi kutafuta mtoto alafu huniambii nijiandae? Edina alimwangalia Roma huku sasa akishangazwa na uropokaji wake. Neno mtoto ni swala ambalo hakuwahi kulifikiria kabla. Nani? Mimi? Mtoto? Hata kama nitake mtoto siwezi kuzana mwanamume asiye serious na maisha. Watoto wataiga nini? Baby, kama utaki kuzana mimi mume wako, unataka uzae sasa nje ya ndoa ama? Edina baada ya kuona topic ambayo hakuwa akipenda ni kama sasa imekolea, alinyanyuka na kupandisha ngazi kuelekea chumbani kwake, huku Roma akiwa ni mwenye kutabasamu. Aliwaza kwamba huyu mwanaume yani muda wote tu anafikiria ujinga tu. Sasa nifanye nini ili angalau atakumbadilisha ili hata yani niwe na kujiamini nikimtambulisha mbele za watu. Aliwaza Edina huku akiwa sasa amesimama kwenye dirisha chumbani kwake. Ukweli ni kwamba msikilizaji, kuna muda Edina alitamani kumuona Roma abadilishe mfumo wake wa kimaisha. Alitamani awe kama wanaume wengine ambao wako busy na kutafuta maisha na kuongoza biashara. Hatimaye aweze kujivunia kuwa na mume mwenye mafanikio. Lakini haikuwa hivyo. Roma alikuwa Roma. Yaani alikuwa ni yeye, hapretendi maisha. Alikuwa ni Roma kama Roma alivyomtoa kule kwenye kazi yake ya ubeba mizigo. Hakuwa amebadilika hata kidogo. Tabia yake ilikuwa ni vile vile. Sasa Edina wakati akaendelea kufikiria, akiwa anaangalia eneo la nje, alimuona mwamba Roma Ramon. Akatoka tena awamu hii akiwa sasa amepigilia miwani ya jua kabisa na ikueleweka kaitoa wapi. Alimwangalia namna ambavyo anaingia kwenye gari yake na kuwasha na mpaka lilipotokomea nje ya geti. Edina akawaza kwamba lazima anaenda kutafuta mwanamke huyu. Basi Roma hakuwa ni mwenye kujali sana kuhusu maneno ya Edina. Kwani muda huo alichokuwa anawaza ni kiwanja gani anaweza kwenda kula bata na angalau kujipatia kitumbua ambacho kinaweza kumtuliza kwa siku hiyo ya weekend. Wakati sasa akiwa anaingia kwenye daraja la Kigamboni, kuna gari aliitilia mashaka. Kwani hisia zake zilimwambia kabisa gari hiyo ilikuwa ikimfuatilia. Lakini licha ya kuwa na hisia hizo, alitamani kulithibitisha hilo. Na ndio maana alianza kuchukua chocho ambazo zilikuja kumfikisha mtaa wa Chang'ombe. Lakini gari ile bado ilikuwa nyuma yake. Roma akawaza kwamba kuna wapuzi wananifuatilia. Aliwaza Roma huku sasa akiendelea kukumbuka kuwa gari ile ilikuwa karibu na nyumba anayoishi, na kwa namna yote ile ni kwamba watu hao wana taarifa la eneo ambalo wanaishi. Na hii aliona ni hatari sana kwa yeye na kwa familia yake, yani Biwema na Edina. Sasa Roma akawaza kwamba ngoja kwanza niwapoteze. Aliwaza usasa akiongeza spidi ya gari, na muda huu magari yalikuwa ni mengi barabarani, kwani ilikuwa ni muda wa jioni hivi watu wakirejea majumbani. Lakini licha ya magari hayo mengi, haikumsumbua Roma kuendesha gari kwa spidi na kuanza kupita kila apatapo nafasi, na alitumia dakika chache tu gari iliyokuwa inamfuatilia alikuwa ameipoteza. Lakini sasa alishangaa kuona ameendesha gari umbali mrefu mpaka kufika Kawe. Roma akawaza kwamba bora niende zangu tu beach. Aliwaza Roma na kuendesha gari kuelekea beach ufukweni huko, yani upande ambapo ilipokuwa kuna ufukwe wa Kawe. Wakati sasa anaingiza gari yake eneo maalum la kuegesha magari, wapo watu wengi waliokuwa wakimkodolea macho hapo ufukweni kutokana na uzuri wa gari yake. Sasa kuna kijana fulani hivi aliongea kusema kwamba bosi, kuna boti zipo hapa kama utahitaji. Aliongea kijana fulani mara baada ya kumuona Roma akitoka kwenye gari. Kijana huyu alionekana kuvaa t-shirt fulani hivi ya kampuni iliyokuwa imeanzishwa hivi karibuni ndani ya jiji la Dar, ambayo ilikuwa ikikodisha speedboat. Boti fulani hivi zipo kama pikipiki. Asa Roma alijikuta akitamani kweli kuendesha boti, na aliongozana na kijana yule mpaka upande ambao boti hizi hukodishwa. So baada ya kufanya malipo ya awali, alionyeshwa upande ambao boti hizo zilikuwa zimeegeshwa
na Roma alisogea upande huo na kuchagua boti ambayo ilimvutia, na alionekana alikuwa akijua kweli boti hizo. Baada ya kuridhika na chaguo lake, alirudi na kubadilisha nguo na kupewa mavazi ya ziada, kwani hakuwa na mpango wa kuja ufukweni, hivyo hakuwa na nguo za ufukwe. Siku hii ndani ya eneo la fukwe kulikuwa kumechangamka mno kiasi kwamba kulikuwa kumependeza. Kuna waliokuwa wachumba wakiwa ndani ya hile eneo, kuna waliokuwa ndani ya fukwe hii kama wanafamilia, wapo ndani ya fukwe hii wakiwa peke yao kubarizi. Roma hakujali sana juu ya watu hao, ila kwake muda huo ni kufurahia maji ya baharini kwa kutumia speedboat. Upande mwingine, kwenye maegesho ya magari, iliingia gari aina ya Nissan nyeusi na kupaki pembeni ya gari ya Roma, na wakashuka mwanamke mmoja hivi wa kizungu pamoja na mwanamume wa kizungu. Wote wakiwa sasa wamevalia tracksuit pamoja na t-shirt. Baada ya kushuka, waliangalia gari ya Roma na kisha sasa wakatingishiana vichwa kama ishara, na kisha walisogea upande wa fukwe. Baada ya kufika kwenye fukwe, walianza kuangaza macho yao kulia na kushoto. Yaani kama watu waliokuwa wakitafuta jambo fulani hivi. Na ndani ya dakika kama 2 hivi, walijikuta wakipeana ishara mara baada ya kuona boti iliyokuwa kwenye spidi ikipotelea katikati ya maji. Ni kitendo cha haraka sana mzungu yule wa kike airudi kwenye gari na kutoa begi fulani vidogo, na kisha kutoka na kuungana na mzungu wa kiume na kuelekea kwenye kampuni ambayo ilikuwa ikikodisha speedboat na kulipia moja, na dakika chache tu walionekana wakiwa kwenye boti ile huku sasa wakiitoa kwa spidi kiasi kwamba watu walianza kushangaa kwa umahiri wao. Na kwa jinsi walivyokuwa wanaonekana, kama ungewaangalia ungesema watu hao huenda ni wapenzi kwa namna tu ambavyo walikuwa wamependeza. Roma alikuwa akiendesha mdogo mdogo huku sasa akiwa ni mwenye kufurahia upepo uliokuwa ukimpepea machoni kiasi cha kumpelekea kufumba macho. Basi sauti ikasikika kusema kwamba hey bro. Ilisikika sauti iliyomuita Roma akiwa katikati ya maji kiasi cha kufumbua macho, kwani muda wote alikuwa ameyafunga akifurahia upepo. Na Roma baada ya kugeuza macho yake alimuona msichana mrembo akiwa kwenye boti kama ya kwake. Alikuwa ni mrembo haswa kiasi kwamba Roma pepo la ngono liliibuka hapo hapo. Kimakadirio mwanamke aliyekuwa mbele yake alikuwa ni mdogo sana kiumri, kati ya miaka 20 hivi kushuka, na Roma alimkadiria mwanadada huyo kama mwanafunzi wa chuo kama tu atakuwa anasoma. Hey mrembo, mambo? Poa, tunaweza tukashindana. Kushindana kufanya nini? Kuendesha. Hautaweza kunishinda wewe. Hata mimi mwenyewe hautaweza kunishinda. Aliongea mrembo, na wote hao sasa wawili licha ya kwamba walikuwa wamekaribiana na yani ni kama boti zao zimesogeleana sana, lakini walikuwa wakiongea kwa sauti kubwa ili kusikilizana, kwani upepo ulikuwa ni mkali sana baharini kiasi kwamba sauti zilikuwa zikipotea. Sasa Roma akasema kwamba sawa, lakini lazima kuwe na zawadi kwa mshindi. Ukiweza kunishinda mimi nakupatia gari yangu niliyokuja nayo. Mrembo huyo naye akasema kwamba gari aina gani umekuja nayo ambayo unaamini mimi naweza kuikubali kama sehemu ya zawadi kwa mshindi? Roma akasema ni Audi Q8. Aliongea Roma na kumfanya mwanadada huyu atabasamu, kwani gari hiyo alikuwa akijua vizuri sana. Alikuwa anafahamu bei yake katika soko la magari duniani. Ni gari ambayo sio chini ya milioni 200. Basi yule mwanadada akasema kwamba mimi ukiweza kunishinda na kupatia mwili huu unaoona hapa. Aliongea yule mwanadada kwa kujiamini sana na kumfanya Roma acheke. Roma akasema kwamba unaonekana unajiamini sana mrembo, kumbuka kutimiza ahadi yako. Huyo mdada akasema ndio, hakuna ambaye ashawahi kunishinda kwenye mbio za baharini. Mimi na medali nyingi sana nilizozipata chuoni. Chuo gani unasomea? Yale University. Aliongea mwanadada huyu na kumfanya Roma tabasamu. Okay, deal. Sasa ule wako uende kinyume na ahadi yako. Mimi siwezi kwenda kinyume na ahadi yangu, ni moja ya sheria nilizojiwekea. Roma akajiwazia kwamba karembo sana akanitaki kisha nashinda ili nikapate. Aliwaza Roma sasa akijiandaa kuanza samtanange na kuamua sasa mstari wa ushindi. Sasa mwanadada huyu mrembo ambaye jina bado hatujamjua alionekana kujiamini mno. Sasa mrembo akawaza kwamba ukuta nafurahia mwenyewe atanishinda. Lo. Yaani mimi eti nikubali anishinde nikampatie mwili? Hapana. Basi alikuwa anawaza huyu mdada, na muda huo huo wakaanza kuendesha kwa speed. Sasa mrembo huyu akionekana kuwa imara kweli kweli, kwani ni ndani ya dakika moja tu alikuwa amemwacha mbali kidogo Roma.
Lakini kwa Roma hakuwa na wasiwasi hata kidogo. Alikuwa akiendesha kama vile hataki. Mwanadada aliyekuwa mbele alionekana kumdharau Roma na kuona hakuwa saizi yake. Lakini ghafla wakati akiendelea mawazo hayo, alipitwa na Roma kwa spidi ambayo haikuwa ya kawaida na kumfanya mrembo huyu ashangae na kuanza kuongeza spidi. Kwani Roma alikuwa ashamwacha hatua kadhaa mbele. Mwanadada alijishtukia akasema, huyu mpuzi atanishinda huyu. Basi alichochea boti yake na ikaanza kusereka kiasi kwamba kulionekana povu la maji ya baharini likiwa sasa limejitengeneza kwa nyuma. Mchezo huu walikuwa wamewekeana umbali ambao walitakiwa kufika. Kwa mbele kabisa kulionekana kukiwa na mnara ambao ndio mwanadada huyu alipendekeza. Japo ilikuwa ni katikati ya bahari kwenye maji mengi, ila hawakuogopa. Lakini sasa kadri alivyokuwa akijitahidi kuendesha, hakuwa akimfikia Roma. Na hapa akili yake ilianza kupata moto na kujiuliza, huyu mtu ni wa namna gani? Kwani katika maisha yake yote hajawahi kushindwa kwenye mchezo huo na anazo medali. Basi mwanadada huyu mrembo alianza kujutia maamuzi ya kuweka mwili wake rehani. Aliona kabisa dalili za huu mwili kuchukuliwa zinaenda kutimia. Roma na yeye hakuwa na utani kabisa mbele ya huyo mwanadada. Alihakikisha anashinda, na hilo lilikuwa ni linakaribia kabisa kufanikiwa. Kwani alikuwa akikaribia eneo ambalo ndio mstari wa ushindi. Asa mrembo huyu alijikuta macho akimtoka mara baada ya kumuona mwamba Roma akipita mnara kwa spidi na kuwa mshindi. Dada akasema, ni shali wa leo. Aliongea sasa akipunguza mwendo, lakini ghafla alimuona Roma akipiga kona ya hatari sana kuzunguka mnara ule na kuja upande ambao yupo kwa spidi ya hali ya juu sana. Kiasi kwamba mwanadada huyu alianza kujawa na hofu na kujiuliza ni kitu gani mwanamume huyu asiyemjua anafanya. Lakini alikuja kujua baada ya dakika chache, kwani ile Roma anamfikia yule mrembo, alisukuma boti ya yule mrembo kwa kutumia boti yake kwa nguvu na kuacha wazi, na hapo hapo ikapita boti nyingine sehemu ambayo boti ya mrembo yule alikuwa ameisimamisha, na ikawa ponea ya mrembo huyo. Roma alitukana akasema, pumbavu sana, wana silaha. Aliongea Roma baada ya kuona sasa mwanadada wa kizungu katoli bunduki yake kubwa sana na kumlenga. Yule mrembo mwanzoni hakuwa akielewa kinachoendelea, ila alipoangalia kwa umakini, aliona bunduki na kuanza kupatwa na hofu na kujiambia leo anakufa katikati ya bahari. Na eneo walipokuwepo ni kama vile watu hao walikuwa wakiwasubiria waende mbali ili kuanza kuwashambulia wakina Roma, kwani ilikuwa ni mbali na fukwe. Roma aliona yule mzungu akivuta trigger, lakini hakutaka kufa kizembe. Alipindisha boti kwa upande mmoja wa kulia na akainama kiasi ambacho bega la Roma liligusa maji, huku sasa yeye akinama na kichwa pia kugusa maji na boti ile kubinuka upande mmoja. Na kilichosikika hapo ni risasi mbili mfululizo ambazo zilikuwa zimetoa upande wa chini kabisa wa boti. Kwa jinsi Roma alivyokinga risasi ile kwa boti, ni kitendo ambacho mrembo aliyekuwa pembeni hakuwahi kukishuhudia katika maisha yake. Aliona kama yupo kwenye movie. Sasa yule mzungu wa kike alishindwa kumlenga Roma, kwani hakuwa akimuona kwa upande ambao walikuwa wapo. Kwa kitendo cha boti ya Roma kubinuka upande, ni kama Roma alikuwa akifanya makusudi. Baada ya wao kuona sasa Roma amejiwekea kinga kwa kutumia boti ile, waligeuza kwa spidi kwenda upande mwingine. Na hapo sasa mrembo yule alijikuta akizidi kupagawa, lakini alikuja kupiga mshangao mara baada ya boti ya Roma kurudi katika usawa wake. Lakini kwenye boti hakukuwa na mtu, na hata wale wazungu walishangaa kwa wakati mmoja na kujiuliza, ni kitu gani kimetokea? Huyu mtu uko wapi? Walionekana kuwa umbali ambao Roma alikuwa amesimama na umbali ambao wazungu walikuwa wamesimama ilikuwa ni mita kama 20 hivi. Mrembo yule sasa alikuwa kwenye hali ya mshangao na kujiambia huenda mwanaume yule kazama chini na risasi imempata. Hakutaka kujiuliza mara mbili, na yeye alijitupa ndani ya bahari, huku sasa akidhamiria kufanya jambo la kiuokozi. Sasa huku nje wale wazungu walishangazwa na tukio hilo, lakini pia na wao walidhania mtu aliyekuwa wakimshambulia atakuwa kazama. Lakini haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Makosa. Msikilizaji, tukutane sehemu inayofuata kuona balaa litakalofanyika katikati ya bahari. Oya, hao watu waliojichanganya ni kina nani? Kumbuka muda wote huo ulikuwa na Lucas Sumbas, mtayarishaji Singano JR. God be with you till we meet again. Bye bye.